Subscribe The Sport Show. Zengwe laibuka kunako klabu ya Msimbazi mara baada ya msajili wa michezo kuweza kuthibitisha kuwakabidhi Simba mchakato mzima au kupitishwa kwa sheria ambayo ilikuwa inasubiriwa au katiba iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu, lakini kuna zengwe ambayo imezidi kuibuka kwenye hiyo katiba dhidi ya Mo Dewji. Ni zengwe gani? Tafadhali kaa nami mwanzo mpaka mwisho kuweza kujua ni nini ambacho kinaendelea. Lakini kingine pia ni kuhusiana na klabu ya Yanga na mchezo wao kiujumla jinsi ulivyokuwa na maoni yake jinsi yalivyo au uchambuzi wake kwa ujumla. Kwa hiyo nitakuletea hapa kiufupi, lakini kabla tujaendelea na taarifa hizo ni kuombe uweze kusubscribe hii YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu za kimichezo tunazokuwekea. Lakini shukrani kwa wewe ambaye umeshakuwa mwanafamilia wa The Sport Show kwa kusubscribe hii YouTube channel yetu. Lakini pia tunaendelea kukumbushana kwamba zawadi zitakuwa zinatolewa na The Sport Show. Kwa tafadhali endelea kufuatilia na pia endelea kuwa mwanafamilia kwa kusubscribe na kufollow account yetu ya Instagram. Naam, ni rasmi serikali imeweza kupitisha katiba ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu ili kuweza kukamilisha mchakato mzima wa transformation ambayo ilikuja kuleta zengwe siku za karibuni baada ya Mo Dewji kutweet kwamba transformation imefikia wapi mara baada ya klabu ya Simba kuweza kutambulisha kwamba kufikia Machi 27 itaweza kutoa kadi za wanachama, kadi ambazo zitakuwa ni za kisasa zaidi. Lakini mara baada ile press kutoka kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Mo Dewji alikuja kutweet hivyo kwamba kwa namna moja ama nyingine anataka kujua kwamba transformation imefikia wapi, hali iliyopelekea mpaka serikali kuingilia kati. Na juzi Paul Makonda, waziri wa michezo, aliweza kuingilia na kumpa siku kadhaa kwamba ahakikishe kwamba mchakato unakwenda sawasawa kama ulivyo, ili kuhakikisha kwamba Simba inaingia kwenye transformation. Good news ni kwamba transformation hii itakuwa inanufaisha vilabu si Simba tu, hata Yanga pia watakuja kuingia kwenye hiyo transformation kwa wazi zaidi muda ukifika. Lakini kwa sasa hivi bado wana Yanga wengi wanaona kama vile hawana umuhimu na hiyo transformation, kwa sababu engineer yupo ambaye ni rais wa club, lakini pia GSM yupo, ila kwenye mchakato wa katiba bado hawajataka kulizungumzia, ila naamini muda ukifika watazungumzia, na mfano utatolewa kwa klabu ya Simba kwa kuigwa kwa kile ambacho imeweza kufanya. Sasa zengwe kivipi? Zengwe lipo kunako katiba hiyo, kwa maana kwamba kuna habari zinayoelezea kwamba Mo Dewji anatakiwa awe na kwenye zile hisa zake za 49% basi wagawane watatu. Sasa kama watagawana watatu, maana yake ni kwamba klabu ya Simba itakuwa inamilikiwa kwa wanachama kwa 51%. Wakati huo huo wawekezaji watakuwa watatu ambao watagawana 49%. Ukiangalia kwa makini ni hoja ya serikali kwamba ndiyo timu imilikiwe na wanachama kwa sababu ndio wenye timu, lakini pia imilikiwe na wawekezaji. Ijapo kwa mpira wa sasa unahitaji zaidi wawekezaji kuliko wanachama ambao ndo timu wanaweza kuendesha kwa mfumo wa bakuli. Hiyo ilikuwa ni zamani. Sasa kitendo za chini kwamba ilikuwa inakwamishwa kutokana na baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba kuhitaji watu watatu ndo wagawane zile hisa, inathibitisha ile kauli ya siku za nyuma ya kwamba kulikuwa kuna mpango mkakati wa kumweka DP World kuwa mwekezaji wa klabu ya Simba mbadala wa Mo. Sasa kwa zengo hilo jinsi ilivyo na namna ambavyo inatakiwa au wanavyotaka kwamba hisa hizo zigawiwe, tafsiri yake ni kama vile wanatambua kwamba Mo Dewji sio mwekezaji wao tena, isipokuwa mwekezaji wao
atakuwa ni mtu mwingine tofauti na Mo Dewji. Kivipi? Ni kwa sababu kama imefika stage wanahitaji watu watatu, maana yake aliyopo hatambuliki, na ndio maana wanataka watu watatu, kwa sababu kama unataka watu watatu, wakati huo mlishakubaliana na kuunda kampuni ambayo ikasemekanika iitwe Simba Holding Company, ambayo ilisainiwa katika kurasa iliweza kuletwa na mapendekezo kutoka pande zote mbili, upande wa Mo Dewji na upande wa Simba, na wakakubaliana kwamba swala litakuwa hivyo. Sasa leo hii kuleta mtu mwingine kwamba aje kuwa aingie kwenye mchakato ambao tayari ulikwisha anzishwa na watu wawili, ni kama vile kumwekea kauzibe Mo Dewji ili mchakato wake uweze kufeli, na atakapokuwa na feli, maana yake ni kwamba watawekwa watu wengine kwa lengo la kwamba ionekane kwamba Mo Dewji kashindwa. Kwa hiyo mpango mkakati wa watu ambao walikuwa wanahitaji Mo asiwepo katika klabu ya Simba ndio watatumia mwanya huu kuingiza watu wao, ili kusudi watu wao waweze kuiendesha klabu ya Simba tofauti na Mo. Na niwakumbushe tu kwamba hakuna mtu atakayeweza kuingia katika klabu ya Simba pasipokuwa na maslahi napo. Kwa hiyo yote atakapoingia atataka kwanza maslahi yake kwanza na mambo mengine yafate. Japo huku nyuma wanaweza kudanganywa kwamba hamna shida, wewe njoo uchukue timu, lakini ikawa kwamba uhalisia hauko hivyo. Sasa swali langu linarudi pale pale kwamba hii 51% wao watakuwa na provide nini? Kwa sababu isije kuwa kwamba 49% ndio inayoenda kuiongoza klabu ya Simba kwa 100%, wakati huo 51% inakuwa inategemea mishahara na bonus kutoka kwenye 49%. Na hiki kitu ambacho ndio kinacholeta mgogoro, ndio maana Mo anataka swala likamilike ili swala la uwekezaji uweze kwenda kama wanavyotaka. Lakini kwa akili zangu za ziada kwamba hata kama itatakiwa ni watu watatu, wawekezaji wawe watatu, bado still naamini kwamba Mo Dewji atakuja tu kumiliki, kwa sababu wapo brothers, yani wapo ndugu jamaa ambao wanamiliki makampuni yao tofauti tofauti ambao wanatokea katika familia ya kina Mo Dewji. Kwa hiyo hawa ngozi nyeupe ni tofauti na sisi ngozi nyeusi, kana kwamba wanaweza wakakaa wakatengeneza mfumo uliokuwa sahihi na wakaiongoza klabu ya Simba, kwa sababu familia ya Mo Dewji kuiongoza au kuimiliki Simba sio kwamba ni jambo lililoanza leo tu, ni swala lililoanza miaka na miaka na miaka. Kwa hiyo Mo Dewji alikuja tu kutanua wigo wa klabu ya Simba na umiliki wa klabu ya Simba kwa kutaka uhalali wa kuwa miliki kwa kisheria, ili kuondokana na ile dhana ya kuifadhili tu timu, mwisho wa siku timu ijiendeshe kibiashara zaidi. Kwa hiyo huu ni mchakato ambao upo na ni zengo ambao nizidi kusema kwamba anawekewa Mo Dewji ili aweze kufeli. So tuigusie klabu ya Yanga kwa namna moja ama nyingine kwamba of course imeweza kucheza mchezo wake na Cosmopolitan, lakini star wa mechi hiyo amekuwa ni Buba Jammeh ambaye ameweza kuibuka na ushindi, lakini pia kwa kufunga goli dakika za mwanzo sana, lakini ukiangalia namna ambavyo alikuwa akifanya finishing zake, unaona kabisa kwamba Yanga wamesajili mchezaji ambaye ni potential sana kutokana na klabu ya ilivyo, japo wamechelewa sana kumtumia. Kwa hiyo pengine wangeweza kumtumia Buba au angeweza kusajiliwa mapema, pengine angeweza kuokoa kwenye mechi hata za nyuma, kutokana na kile ambacho kimetokea kunako Champions League kwenye group stage, pengine angeweza kuwavusha. Ila changamoto ambayo pia Yanga inayo kwa wakati huu, inacheza sana mpira wa kujilinda zaidi kuliko kushambulia. Kutokana na kile ambacho tumekiona kwenye mchezo huu, ni mpira ambao sio kama vile alivyokuwa akiuchezesha Gamondi na aidha na Molin au Sadik, wa mpira wa gusa achia twende kwao. Huu kidogo unakuwa ni utofauti zaidi, inakuwa nitegemea sana mpira mirefu na sio wa moja moja, kupeana mpira moja moja mpaka mwisho. Pressure bado inazidi kuwepo kwa Alan Okello ambaye hata mechi hii pia ameweza kushindwa kupata walau
goli moja, kwa sababu timu aliyokuwa anacheza nayo ni ndogo. Kwa hiyo pengine angeweza kuiandikia Yanga bao moja, hiyo ingeweza kumsaidia kwa namna moja ama nyingine kuweza kurudisha hali ya kujiamini, lakini tusimkatie tamaa, tumpe muda, kwa maana kwamba na imani siku Okello akianza kufunga basi atakuwa ashikiki mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo shukrani kwa wewe ambaye umeweza kufuatilia uchambuzi huu, japo sakata la Mo Dewji na uwekezaji wa klabu ya Simba bado tutaendelea nayo tena kesho, kwa sababu kuna mengi tunapaswa kujadili.